Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 8, aya ya 23 hadi ile ya 27. Nitaisoma. Yesu alipanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari za mtii? Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na Yesu Kristo mwanzoni kabisa mwa utume wake, akiwa na mitume 12. Ameanzisha safari ya kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, wakitumia usafiri wa baharini ambao ilikuwa ni mtumbwi au boti. Mitume wakamfuata alivyokuwa ameenda kwenye chombo. Hawakumjua alikuwa ni nani, hawakujua uweza wake. Ndani ya hiyo boti walikuwemo Simoni Petro na wale wana wa Zebedayo, Yakobo na Yohane, ambao walikuwa ni wavuvi, wamekaa katika ziwa kwa muda mrefu, wanalijua ziwa. Kwa sababu hawakujua uweza wa Yesu, hawakutaka kuweza kumshirikisha katika safari hii aweze kuongoza chombo. Wakachukua maamuzi ya kuweza kuongoza kile chombo wao wenyewe kwa akili zao. Yesu Kristo akaenda akalala, akapumzika. Mara nyingi sana katika safari ya maisha yetu, tunaposafiri kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, safari za maisha ya kiroho, safari za maisha ya kibinadamu ya kimwili, safari za kiuchumi, safari za mahusiano, zote hizi ni safari. Nataka kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Njia ninayotumia, naweza nikatumia njia ya bahari, nikasahau katika kuweza kumshirikisha Yesu aweze kuongoza hiki chombo. Yesu, ongoza wito wangu, uende nami, nitangulie Bwana. Yesu, tutangulie katika safari. Hatujui uko mbele mawimbi yatakavyoweza kukipiga kichombo. Yesu, ongoza maisha yangu ya kiroho, nimeamua kukufuata. Yesu, ongoza ndoa yangu, mahusiano yangu, watoto wangu, watangulie Yesu. Yesu, ongoza kazi yangu, nikamkabidhi safari aweze kuiongoza. Ninaamua kuanza safari kwa kutumia akili yangu. Yesu yuko ndani ya chombo, akalala. Katikati ya safari mawimbi yakaja, yakakipiga chombo, yakafunikiza. Baada ya hali mbaya, ndipo sasa hao mitume wanaenda kumwita Yesu kwamba, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Kwa nini hawakumwambia mara ya kwanza? Hadi imezidi kuwa mbaya, chombo kinafunikizwa kwa mawimbi. Fundisho: watu wengi tunakuja kumlilia Yesu tuokoe, tunaanza novena, maombi kanisani mara kwa mara, wakati hali imekuwa ni mbaya. Hali mbaya ya maisha ya kiroho, hali mbaya ya mahusiano, hali mbaya ya ndoa, hali mbaya ya kiuchumi, hali mbaya katika magonjwa. Nyakati za mafanikio yangu mwanzoni si kumshirikisha Bwana. Je, umemshirikisha Bwana tokea mwanzoni, au umekuwa ndio hawa mitume ambao wanakuja kupiga makelele tuokoe, mara huko, mara kwenye semina, mara kwenye mambo magani, mara novena, unasali novena na mafungo mengi, kwa sababu hali ni mbaya, kwa sababu chombo kimepigwa
ndoa imepigwa, uchumi umepigwa, kazi imepigwa, biashara imepigwa. Yesu Kristo akaamka akasema, kwa nini mmekosa imani? Kwa nini mna imani haba? Akakemea zile pepo, bahari ikawa shwari. Wanashangaa, huyu ni nani? Tukiwa pamoja na Yesu ambaye mara kwa mara tunampokea kwenye Ekaristi Takatifu, mara kwa mara tunampokea katika neno lake, kwenye misa takatifu, tumshirikishe kwenye misa takatifu mipango yetu yote ambayo tuko nayo. Asubuhi na mapema, anza na Bwana. Mshirikishe Bwana akutangulie, mweleze, mshirikishe kila kitu. Chombo chako kisije kikapigwa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.